Inaendelea sehemu ya 16 na Mheshimiwa Lissu anaendelea kumdodosa mkuu wa gereza la Ukonga. Mheshimiwa Lissu, twende taratibu, hiki ulicholeta mahakamani ni photocopy? Bwana jela, ndio. Mheshimiwa Lissu, original unayo ofisini kwako? Bwana jela, ndio. Mheshimiwa Lissu, angalia tarehe 29 na tarehe 30 Septemba 2025, kuna majina ya wageni kabla ya tarehe hizo. Wapo wageni hawaonekani, walikuja tarehe gani? Bwana jela, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, watu wanne walikuja tarehe ngapi? Waambie majaji sasa. Bwana jela, haionyeshi. Mheshimiwa Lissu, wewe unajua sasa walikuja tarehe ngapi? Maana original nayo wewe. Bwana jela, tarehe haionyeshi. Mheshimiwa Lissu, je, katika hao watu wanne mtu wa 10 ni nani? Bwana jela, Poki Sabo. Mheshimiwa Lissu, alikuja kumwona nani? Bwana jela, wewe hapo imeandikwa alikuja kukuona wewe. Mheshimiwa Lissu, soma tarehe 30 Septemba kwenye karatasi hiyo hiyo. Mtu wa kwanza ni Poki Sabo. Bwana jela, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, tusiende mbali sasa, tufafanulie jambo hapa. Kuna sehemu imeandikwa jina la ndugu, ID namba, simu namba, atokapo mgeni na maoni ya OIC. Sasa hiyo OIC ni officer in charge, yaani wewe hapo. Bwana jela, ndio. Mheshimiwa Lissu, tarehe 30 mwezi wa 9 kwenye jina la Kisabo uliandika A mkwaju ZAM, maana yake afisa wa ZAM, na kuna mahali umeandika ADM, maana yake ni admission officer in charge, na kuna mahali umeandika IO, maana yake ni intelligence officer. Bwana jela, ni kweli kabisa. Mheshimiwa Lissu, na kusema umeandika legal unamaanisha legal officer stima? Bwana jela, ndio. Mheshimiwa Lissu, hiyo sehemu ya maoni yako ni maelekezo yako kwa hao niliowataja, wewe ndio bosi? Bwana jela, kila ofisa ana kazi yake, kwa hiyo ni maelekezo yangu kwao. Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo unakuwa umewapa amri? Bwana jela, ndio. Mheshimiwa Lissu, nenda kwenye kielelezo sub 3, pia ni orodha ya mawakili waliokuja Ukonga. Nashoni Kungu lipo hapo, ambaye ni mlalamikaji wa pili. Andrew Matthew Chima pia alikuja kuniona. Bwana jela, ndio. Mheshimiwa Lissu, je, Andrew Chima yupo kwenye orodha ile ya mawakili wangu niliowaleta ile Sapwani? Bwana jela, hayupo. Naomba nifafanue. Mheshimiwa Lissu, sitaki, utafafanulia wa serikali. Haya, huko mwisho kabisa, Kula Madu yupo hayupo? Bwana jela, yupo, namuona hapa. Mheshimiwa Lissu, na kule mwisho kwenye maoni yako umesema aruhusiwe mwenye kibali. Madu hana kibali huko mbele, sioni. Bwana jela, hayuko kwenye orodha ya mawakili wa mahabusu huyo. Mheshimiwa Lissu, ueleze majaji kama kuna sharti lolote la kisheria kwamba mfungwa yeyote mwenye wakili au wakili anapaswa kuwasilisha orodha ya mawakili wake kwa bwana jela. Bwana jela, halipo kisheria, lakini mfungwa ana haki ya kuchagua nani amtembelee. Mheshimiwa Lissu, nilichagua kuwa Kulwa William Madu na umemkatalia. Bwana jela, hakuwepo kwenye orodha. Mheshimiwa Lissu, Andrew Chima alikuja kuniona, yupo kwenye orodha? Bwana jela, hayupo. Mheshimiwa Lissu, sample 5, twende sasa tarehe 24 mwezi wa 12 2025. Angalia kwenye entry, kuna Nashoni Kungu na Poki Sabo. Bwana jela, ndio, wanaonekana wote. Mheshimiwa Lissu, je, Victoria Mgonja alikuja kumwona Johnson Muhonjo? Uliandika kwenye maoni yako kuwa administration simamia mazungumzo yao, na mazungumzo hayo yalifanyika kwenye ofisi ya administration? Bwana jela, sina kumbukumbu yalifanyikia wapi. Mheshimiwa Lissu, kwamba tangu juzi tunazungumzia kuhusu mazungumzo ya mawakili, yalifanyika wapi? Hujaenda kutafuta? Bwana jela, sijui, inaweza kuwa kwa mkuu wa gereza au administration. Mheshimiwa Lissu, mazungumzo na Nation ulisema asimamiwe kwa makamu mkuu wa gereza na kuwataka wasaidizi wako wanne wasimamie. Bwana jela, sahihi. Endelea sehemu ya 17 hapa, naunganisha sehemu ya 17 inaendelea. Mheshimiwa Lissu, Mheshimiwa Lissu, na mazungumzo ya Kisabo pia ulisema yasimamiwe kwenye ofisi ya kaimu mkuu wa gereza? Bwana jela, ndio. Mheshimiwa Lissu, na tunakubaliana wale watu wote, akina Mumbi, legal officer stima, Koprodani na akina mama watatu, je, hao watu wanakuwepo humo? Bwana jela, si kweli, wao wanatoka, wanaacha mazungumzo yafanyike. Jaji Lissu, umeridhika na majibu ya shahidi? Lissu, ngoja nataka kukamata watu waongo. Mheshimiwa Lissu, kumbe maafisa wote mle chumbani wanatoka nje. Sasa soma kiapo chenu ndugu yangu, na kusomea kwenye kiapo chako. Kiapo kinasomeka kuwa walikuwepo. Bwana jela, kuna ambao walikuwepo na kuna ambao walitoka. Mheshimiwa Lissu, waliokuwepo ni akina nani? Bwana jela, waliosindikiza. Mheshimiwa Lissu, akina nani? Bwana jela, sikumbuki.
Mheshimiwa Lissu, waleta maombi wote wamewataja majina akina Mumbi, Koprodani, akina mama watatu mle ndani, legal officer na mtu wa usalama. Wamewataja majina, wao unasemaje? Bwana Jela, sikubaliana nao mimi. Mheshimiwa Lissu, twende kwenye ofisi ya Recha ACP Soma Sapu 4 tarehe 24 mwezi wa 12. Ulisema alipokuja Kisabwa asimamiwa kwa kaimu mkuu wa gereza na kusema wayafanyia ofisini, ukawataja majina ambao wanapaswa wasimamie. Waeleze majaji kuwa wakati wote Recha anakuwepo, asipokuwepo atakuwepo Mumbi, Mohamed lazima awepo au Hamisi, na anakuwepo Stima na maaskari wanaonifuata muda wote. Bwana Jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, umewahi kuhudhuria mazungumzo hayo kwa Recha? Bwana Jela, sijawahi. Watu wanaangua kicheko hapa mahakamani. Naendelea. Mheshimiwa Lissu, tumewahi kufanya mazungumzo ofisini kwako mimi na mawakili wangu? Bwana Jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, tarehe 12 mwezi wa 12 imeandikwa sub 6, umeiona? Bwana Jela, sioni. Mheshimiwa Lissu, mawakili msaidieni, mleteni wenyewe. Ukiona siku hiyo niliyosema tarehe 12 mwezi wa 12 ulielekeza hivi, kaimu mkuu wa gereza, mtu wa usalama na mwanasheria wa gereza, ulisema mazungumzo yao ya kisheria zaidi. Kweli au sio kweli? Bwana Jela, kweli. Mheshimiwa Lissu, je, hao ulioelekeza wote zaidi ya watu watatu walikuwepo au hawakuwepo kwenye haya mazungumzo? Bwana Jela, hawakuwepo. Mheshimiwa Lissu, walisikiliza hao hawakusikiliza? Bwana Jela, hawakusikiliza. Mheshimiwa Lissu, waliwezaje kusimamia mazungumzo wakati hawakuwepo na hawakusikiliza? Kuna facial impression. Majaji wanacheka. Mheshimiwa Lissu, sitaki unifafanulie. Sasa kama hawakuwepo, facial expression walizionaje wakati hawapo? Bwana Jela, hili swala ni la kisheria, tunamkagua wakili kitambulisho. Mheshimiwa Lissu, nani kakuuliza hayo? Jaji, usitopotezee muda, hebu soma maelekezo yako kuwa wasimamie mazungumzo na watu hawakuwepo. Bwana Jela, ukiona wanakumbatiana hayaruhusiwi. Jaji, uliwaelekeza wafanye nini kwenye mazungumzo yao? Bwana Jela, walisimama mbali wakawa wanaangalia. Mheshimiwa Lissu, sasa waeleze majaji kama kitendo cha kukumbatiana ni maneno au kitendo? Bwana Jela, ni kitendo. Mheshimiwa Lissu, ulisema wakasimamia vitendo au maneno? Bwana Jela, mazungumzo yaani maneno. Watu wanasonya hapa na majaji pia wamekasirika sana kwa majibu haya, watu wengine wanacheka kimya kimya. Mheshimiwa Lissu, sasa twende sub 6 ukurasa unaofuata. Wapo mawakili watatu ambao ni Catherine Chanja, Shamumoyo na Konstantini. Kwenye comment zako umesema admin officer simamia mazungumzo yao kwa karibu. Sasa swali langu, simamia kwa karibu yanaweza kutekelezwa bila maaskari hao kuwepo kwenye mazungumzo hayo? Bwana Jela, sijasema wasikilize, nimesema wasimamie kwa karibu.